ya leo tunaenda kuangalia source na techniques ambazo unaweza kutumia kuweza kuidentify hazard katika eneo la kazi. Ya kwanza ni workplace inspection and auditing. Kitu mojawapo ambacho kitakusaidia kuweza kuidentify hizi hazard ni kufanya inspection, kukagua eneo la kazi. Ni kama vile unafahamu asubuhi kwa mtu ambaye anamiliki gari, lazima akague gari lake, angalie maji, angalie oil level, maana ana inspect gari lake, anakagua gari lake ili kuangalia kama kuna mapungufu ya gari lake, ili kuhakikisha usalama wa gari lake anapokuwa ili kuhakikisha usalama wa safari yake na gari lake kwa ujumla. Kwa hiyo katika maeneo ya kazi ni muhimu kufanya inspection, kukagua katika eneo la kazi, kuangalia ni vihatarishi gani ambao vinaweza vikawepo katika eneo la kazi, na pia auditing itakusaidia pia kuweza kutambua hivi vihatarishi. Mbinu ya pili ni incident reports. Ni muhimu pia kwa kuhakikisha kwamba unakuwa na mfumo ambao utasaidia wafanyakazi kuweza kuripoti hizi incident. Maana yake nikiongelea accident, near miss. Ukishakuwa na mfumo mzuri utaweza kuripoti hizi ajali, utakusaidia kuweza kuchunguza hiyo ajali na kujua ni hazard gani ambayo imepelekea hii ajali. Sababu kunapokuwa kunatokea ajali, maana yake kuna hazard ambayo imesababisha kutokea hiyo ajali. Kwa hiyo ukiweza kudili na hiyo hazard itakusaidia kuweza kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wako, lakini mpaka pale wafanyakazi wako watapokuwa na ripoti ajali. Kwa hiyo tenga pia muda kuweza kupitia hizo ripoti za incident ili kuweza kutambua ni vihatarishi gani ambavyo vimetokea hiyo ajali au hiyo near miss. Kitu tatu ni reviewing occupational safety data. Kama unafahamu kuna data mbalimbali ambazo huwa tunazikusanya katika maeneo ya kazi ambazo zinahusiana na masuala ya mzima ya occupational safety. Kwa hiyo data ukizireview itaweza kusaidia kuweza kutambua vihatarishi mbalimbali ambavyo vipo katika eneo la kazi. Step namba 4 ni job hazard analysis au wengine ndio job safety hazard analysis whatever. Lakini hii pia itakusaidia kuweza kutambua vihatarishi sababu gani. Hii ina involve breakdown ya kazi au breakdown ile kazi ambayo mtafanya au activity ambayo mnafanya katika steps, katika sequence au katika steps. Na kila steps una identify hazard. Kwa hiyo ukifanya JCA itakusaidia kuweza kutambua vihatarishi. Sababu namba 5 ni equipment manual and instruction. Kumbuka kwamba vifaa vinavyokuja, vifaa ambavyo tunatumia kazini kama grinder machine, bulldozer au kifaa chochote ambacho tunatumia mashine kinakuja na ile user manual au instruction. Kwa hiyo tenga pia muda wa kupitia hizo manual na zile instruction ili kuweza kutambua hii mashine hiyo mashine ambayo unatumia au vifaa ambavyo unatumia vina hatari gani. Sababu hizo manual zinakuwa zinaelezea hatari ambazo ziko katika mashine na namna gani ya kuweza kukabiliana na hizo hatari. Namba 6 ni industrial guidelines and standards. Kuna standards nyingi na guidelines nyingi ambazo zinatoa mwongozo wa vihatarishi mbalimbali na namna pia ya kuweza kukabiliana navyo. Mfano kama ambao ni famous ambayo iko Marekani ni ile NFPA ambayo inaelezea vitu vingi, hata masuala ya gesi, ya CNG na vitu vingine. Namba 7 ni consultation. Hii ni muhimu pia kuhakikisha kwamba ili kupata source of information of hazard katika eneo la kazi ni muhimu pia kuconsult wafanyakazi. Wafanyakazi ndio huwa wanafanya kazi sana na wanakutana na vihatarishi mbalimbali. Kwa hiyo hii pia kujua hazard katika eneo la kazi kama njia moja wapo ya kuweza kukabiliana na ajali ni kuconsult na wafanyakazi. Uliza wafanyakazi wanakutana na vihatarishi gani, unaweza ukawafuata direct katika eneo la kazi, lakini pia nzuri zaidi ukiwa na mfumo ambao utasaidia kuweza kuripoti vihatarishi ikiwemo accident. Namba 8 ni material safety data sheet MCDS, hasa katika masuala ya chemical. Kama kuna chemical unatumia katika eneo la kazi, hakikisha pia una consult hizi MCDS, unaangalia hizi MCDS sababu pia zenyewe zinakuwa zinaelezea hiyo chemical imebeba ina hatari kiasi gani, riski zake na pia namna ya kuweza kukabiliana na hiyo chemical. Namba 9 ni external resources and expertise. Pia ni muhimu kuweza kuhakikisha kwamba unawauliza maexpert ambao wamebobea katika masuala ya safety, ukauliza ushauri wao, ukawaita wakaja katika eneo la kazi au ukawapigia simu au ukaomba ushauri wowote. Na pia unaweza ukaita hata watu wa OSHA labda waje katika eneo la kazi wasaidie kukagua ili kuweza kukusaidia kuweza kufanya identify hazards. Kwa hiyo kuomba msaada wa external resources and expertise sio dhambi, ni nzuri na njia moja hapo ya kuweza kuhakikisha kwamba una mbinu mbalimbali kuweza identify hazards. Na ya 10 na mwisho ni HSE committee. Unapokuwa unafanya hizo committee, wafanyakazi kwenye wanakuja na concern mbalimbali, wanakuja na vihatarishi mbalimbali ambapo pia unaweza kutumia hiyo njia kama kufanya identify hazard.
Kwa hiyo hizi njia ni muhimu kisha kwamba unatumia hizi mbinu zote, ya kwanza mpaka ya 10. Usiendelee sana kwenye inspection na auditing, lakini pia kisha unapitia ripoti za ajali, una review data, unafanya job hazard analysis, hasa kwa zile kazi ambazo ni non routine. Unaangalia hizi user manual na instruction ya hizo vifaa ambavyo vipo katika eneo la kazi, pia industrial standard and guidelines. Consultation with worker ni chini ya kitu cha muhimu sana, na pia unapitia hizi MCDS kama unatumia chemical katika eneo la kazi, na pia kuomba ushauri kwa external resources na expertise, na mwisho kupitia hizi committee meetings, na hata pia kupitia toolbox talks. Inaweza pia ikawa njia moja hapo ya kuweza ku identify hazard katika eneo la kazi, sababu unapokuwa unafanya vile vikao vya asubuhi vya usalama, pia wafanyakazi wenzao wakaripoti vitalishi. Kwa hiyo Mungu akishauri unatumia mbinu hizi na zingine ambazo unazifahamu ambazo labda kama unazitumia ili kuweza kuidentify hazard, sababu ukitambua vitalishi kwa haraka itasaidia kuweza kupunguza ajali, sababu kumbuka ajali nyingi zinasababishwa na vitalishi ambavyo vinapelekea riski kutokea kwa ajali, ambao kwa siku za ajali inasababisha harm pamoja na madhara mengine. Hakikisha ni follow account hii kwa ajili ya masomo zaidi ya usalama. Asante.